kwa sababu mwezi mtukufu wa Ramadhani ulikuja kutukumbusha sisi vitu vya msingi ambavyo tunatakana kusimama navyo kama binadamu. Ndio Mwenyezi Mungu akasema la'allakum tattaqun, ili muwe wachaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio malengo ya somo. Na hii map iliyochorwa na Mwenyezi Mungu inatakana kufanya nini? Kuendelea baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo mwezi ulikuja kutukumbusha kwamba sisi ni waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunatakikana kufanyaje? Kutii amri zake na kuishi maisha ambayo yanaendana na ridha na radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maisha ambayo tulikuwa tunaishi sisi, kwamba wewe lazima swala zako 5 uziswali. Ukimwona mtu mwenye kuhitaji ukiwa nacho unafanyaje? Unampa. Mdomo wako hautoki maneno machafu. Ukitoka machafu unakumbushwa kwamba sasa hivi wewe ni nini? Ni Ramadhani, lakini kwa lugha nyingine kala kwamba baada ya Ramadhani tunaruhusiwa watu kutukanana, sio? Muziki ilikuwa hatusikizi. Tumefunga chapter mwezi wa Ramadhani. Lakini hivi vyote ni haramu kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani na baada ya nini? Ya Ramadhani. Kwa hiyo yale yote tuliyojilea nayo kwa nafsi zetu na kiroho zetu tunatakana kufanya nini? Kuyaendeleza baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na jambo moja zito na muhimu ambalo Ramadhani ilitufundisha ni kupunguza sisi taalluq yetu na dunia. Binadamu yoyote ana mafungamano makubwa sana na dunia yake, na ndio maana sisi hatupende kufa. Sawa. Sisemei kila mtu labda niseme tu mimi sipendi kufa. Inawezekana wengi wetu tunapenda kufa. Kwa pamoja, lakini ninavyojua mimi ni kwamba sisi hatupendi kufa. Hatupendi kufa. Na hatupendi kufa kwa nini? Kwa sababu tuna mafungamano makubwa na nini? Na dunia. Unaona kwamba mimi nikifa ndio nimemaliza, kila kitu changu kimeisha. Lakini kiukweli Uislamu na Qur'ani inatufundisha kwamba ukifa ndio unaanza maisha ya milele. Sio? Unaanza maisha mapya nini? Ya milele. Haya mengine si maisha ya milele tulionayo. Ni maisha ambayo kesho na kesho kutwa naisha. Na wewe haujui uhakika wa utaishi siku ngapi. Miaka 4, miaka 5. Wale walioko na miaka sasa hiyo wanahesabu mbele yao. Wewe unapiga hesabu utaishi miaka 80, 90, 100. Inawezekana hesabu yako ni ya miaka 20, 25, 30, 35, 40 umeenda sana. Mwenyezi Mungu atupe umri mrefu inshallah. Umri mrefu wenye maslahi kwetu ya hapa duniani na kesho